majina naitwa Mr. John Kitumi, mwenyekiti wa mtaa wa Elwanyi, kata ya Murieti, jiji la Arusha. Jana kumetokea mabwana ambao walikuwa pia wako mashambani kwao wakiendelea kufanya kazi ya kusomba mabua yao pembeni ya barabara. Wakati walipoleta wakasomba, lakini mwisho ya yote wakataka kuiongeza sehemu ya kuweka majani kwa ajili ya mazingira ya kufikia kwamba ili waweze kupakia bajaji. Lakini mwisho ya yote wale mabwana walikutana na harufu ambayo inatoka kwenye shimo lile la mtaro wa pembeni ya barabara ambao umekuwa ni mkubwa sana. Kumechimbika mno kwa muda mrefu ambao hujaweza kuzibika. Na baada ya hapo kusikia harufu, wakatafuta harufu hii inatokana na nini. Lakini mwisho ya yote baada ya kuangalia waliona mwili wa mtu ambao pia ameshakufa, na kunaonyesha kwamba kwenye maeneo ya makalio ndio yanaonekana kwa sababu kuna maji fulani ambayo yamepita yakafukua, kwa kuonyesha kwamba alikuwa amefukiwa. Baada ya hapo walisimamisha baadhi ya watu na kusema kuna mtu yuko hapa ambao kama inaonyesha kama shafariki na harufu yake inatoka. Baada ya hapo ndio watu wakaanza kujazana kwa kupata taarifa hizo. Waliendelea kujazana pale na sisi wenyewe tulipewa taarifa kwamba njooni wenye viti au viongozi wote kwa sababu kuna tukio liko hapa. Tulipofika pale tuliendelea kutoa taarifa kituo cha polisi cha Murieti kwa mkuu wa kituo, naye mkuu wa kituo pamoja na polisi kata walichukua hatua ya kuja na gari na kuja kuchukua mwili, na baada ya hapo walikuja wakapakia mwili kwenye gari wakapeleka mochwari kituo cha afya cha Murieti. Baada ya kufika pale walienda kumuhifadhi pale na kuondoka kwenda kituoni, na sisi pia tulishafika kule kituoni kwa ajili ya kwenda kuandikia taarifa kuhusiana na hilo. Baada ya hapo ya hiyo taarifa, wakati ninamalizia kusaini mwisho, ndio tena nikapigiwa na kijana mmoja ambaye anaitwa Festo Charles kwamba wananchi tena wameona mwili mwingine ambao umefukiwa, lakini wanaona kwamba ni kama mwili lakini bado hawajaamini kwa sababu waliona tu udongo ambao pia umeonyesha kama kuna kitu wamefukia. Lakini baada ya hapo kupokea hiyo taarifa niliwaambia kwamba hakikisheni mmefukua. Fukueni ili mjiridhishe kwa kuona kwamba ni yenyewe, ili tusije tukatoa polisi tukawapa taarifa ambayo sio ya kweli. Lakini mwisho baada ya dakika chache walichukua hatua ya kunipigia tena wakaniambia tumefukua, tumeona mkono. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna mtu mwingine amefukiwa pale pembeni na shamba ngambo ya pili kama mita 20 au mita 22. Mwili huo unaonyesha kama walizikwa kwa siku moja, kwa sababu kwa jinsi anavyoonyesha kwamba wameshasagika na yani kama kuchubuka kama ule mwili mwingine ulioko ambao ulikuwa wa kwanza ambao ni wa mwanaume. Hawajatambulika. Kwa wote kwa kweli hawajatambulika, ila inaonyesha tu kwamba kuna ukatili fulani ambao umeweza kufanyika kwa pamoja kwa wale watu. Yani hisia zetu zilibeba kwamba labda wamefumaniwa, kwa sababu kama ni mtu na mume kufanya hivyo, unajua kama ni majambazi, mara nyingi sana majambazi wanachukua hatua ya kumpiga tu mtu na kumwacha baada ya kuchukua kila ambacho wangeweza kukipata. Lakini sasa hii ya kwamba hawa watu wamekuja kuzikwa mahali pamoja, kuna haja ya sisi kuwaza kwamba labda wamefumaniwa. Ndio wazo letu sana ambalo tumebeba zaidi. Pana hatujaweza kuwafahamu kwa kweli, kwa sababu ingelikuwa ni watu wa huku tungeweza hata kuwafahamu, hata kama sio kwa sura, kwa jinsi ambavyo pia wamechubuka tungeweza basi hata kufahamu kwa hali fulani tu ambayo mtu unaweza ukamuona kichwa au kadhani kwamba hii kichwa kama ni cha fulani, au hata nguo wakati mwingine. Kwa kweli kwa sababu ilikuwa amechubuka, alafu pia katika kuchubuka kwake pia ulileta taharuki. Mimi kwangu binafsi sijaweza kumwangalia sana kwa sababu nimeshtuka mno. Kwa majina naitwa Frank Justin, ni mkazi wa kata ya Murieti. Kuna tukio lilitokea, kuna bwana mmoja aliokotwa kwenye mfereji hapo mbele. Hasa ilivyofika jioni kutokea tena taharuki nyingine, ndio tukaja tukamkuta mama mwingine amezikwa mitaa hii. Hasa tukashindwa kuelewa, maana hii issue sio ya hapa, na hisi ni watu wameletwa wakaja kuzikwa mitaa hii karibu na barabara kwenye mashimo yaliyoko pembeni ya barabara.
Kiukweli hatukuweza kuangalia kwa sababu nahisi issue ilikuwa ni ya siku moja kabla. Kwa hiyo watu walishaanza kubabuka ngozi, kwa hiyo hatukuweza hususan huyu mama ndo hatukuweza kuelewa issue yake ilivyokuwa, maana alivozikwa aliangalizwa kichwa chini. Kwa hiyo maaskari walivyokuja walivyomfukua tukakuta ameshaanza kubabuka, wakamfunika wakaondoka naye. Yani kwa jinsi alivyozikwa, alizikwa kwa kuangalizwa tumbo chini ndo akafukiwa. Japo hicho kitu ilitusikitisha sana, kwa sababu barabara tunaweza tukasema ndo inachangia haya yote, kwa sababu hii barabara ingekuwa iko vizuri au haya mashimo yasingekuwa hivyo, haya yote yasingetokea. Kwa majina anaitwa Nambari, nakaa mtaa na Dukati. Kwa jana kuna tukio limetokea la kusikitisha sana, ila yote watu walifukuliwa, mama na mbaba, lakini pia kinachochangia ni barabara yetu. Barabara ni mbaya, barabara ina makorongo, barabara ina mifereji mingi kiasi ya kwamba wanatumia upenye huo wa barabara kufanya ndo dampo la kuwafichia watu. Tunachokiomba sisi kama watu wa huku